الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Leo ikiwa tunamalizia darasa yetu biidhnillahi tabaraka wa taala, tutakumbushana kunako fadhila ya siku ya kuchinja na hukumu zake, lakini pia tutamalizia darasa yetu kwa kutaja fadhila ya masiku ya kuanika nyama, ayamu tashriq, ikiwa ni muendelezo na katika mfumo wa silsila ya darasa zetu. Baada ya kuelezea fadhila zinazopatikana katika yaumu Arafa, leo tutamalizia fadhlu yaumi nahari wa ahkamuhu. Tuelezee yaumu nahari ni siku gani? Yaumu nahari yaumun adhimun. Yaumu nahar, siku ile ya kuchinja, yaumun adhim, ni siku kubwa kabisa. Liannahu yaumul hajjil akbar, kwa sababu siku hii ndiyo siku iliyokuwa kubwa katika zile siku za hija. Na ukubwa huu unatokana na kwamba usiku wake watu wanasimama katika viwanja vya Arafa, lakini pia katika Mash'aril Haram. Baada ya hapo asubuhi yake ndiyo matendo mengi ya hija yanafanyika katika siku hiyo yaumun nahari. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa siku kubwa kabisa. Ndani yake zimekusanyika ibada nyingi, miongoni mwa hizo zikiwemo mfano ramyul aljamra, jamratul aqaba, kuna kurembea au kutupa vile vijiwe. Siku hiyo pia ndiyo yaumu dhabihil hadi wal adahi, ndiyo siku ambayo watu wanachinja wanyama wao, zile udhiya na zile hadiyu mbalimbali zinachinjwa. Wa tawafil bilbait, na ndiyo siku ambayo watu wanatufu na wanaendelea kutufu mpaka mwisho wa ibada yao ya hija. Lakini pia watu wanasai, wanafanya sai, walhalq, wananyoa au kupunguza. Kwa hiyo kutokana na ibada hizi zote ndiyo ikaitwa yaumul hajji al-akbar. Wallahu a'lam. Wa huwa afdalu ayyamil aam, na ndiyo siku bora katika mwaka mzima, kama thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kama ilivyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna a'zamal ayyami 'inda Allahi ta'ala yaumun nahar, hakika siku tukufu, siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya nahar, ni siku ile ya kuchinja. Hadithi ameieleza Imamu Abu Daudi katika sahihi yake. Katika Sunan Abi Daudi ameieleza hadithi hiyo Imamu Abi Daudi. Wa fi hadha al-yawm, na katika siku hii, siku ya nahar ambayo ndiyo tarehe 10, al-khuruju ila al-musalla li salati al-eid, ndiyo watu wanatoka kwenda kusali katika viwanja kusali swala ya Eid. Wa hiya wajibatun ala al-qawli ar-rajih, kama qala Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Na siku hii ndiyo siku ambayo watu wanatoka kwenda kusali katika viwanja. Na swala hii ya Eid kwa kauli yenye nguvu ni kwamba ni wajib, kwa kauli yenye nguvu, japo kuna kauli zingine ambazo zinasema swala ya Eid ni sunnatun muakkada, lakini kaulu rajih ni kwamba Eid ni miongoni mwa faradhi au ni miongoni mwa wajib ambao kila Muislamu anawajibika kuifanya, kama alivyosema Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala katika fatawa juzuu ya 23 ukurasa wa 161. Lakini pia Ibnul Qayyim
Ibn al-Qayyim al-Jawzi, kitabu Sala, ukurasa wa 29. Lakini pia Imamu Shaukani katika juzuu ya kwanza ukurasa 315 na wengineo katika wanachuoni ambao wameenda msimamo huo kwamba swala ya Eid ni wajib. Wallahu a'lam. Wa fi yaumi nahar, na katika hii siku ya nahar, siku ya kuchinja, dhabhul udhiya wa tawzi'uha, ndio watu wanachinja udhiya zao, mbuzi, kondoo, ng'ombe, wanachinja katika siku hiyo na wanazigawa nyama hizo, wal aklu minha, na wanakula. Wadhalika baada salati al-Eid ila akhiri ayami at-tashriq, na hilo linakuja mara tu baada ya swala ya Eid mpaka mwisho ya yale masiku ya tashriq ambayo tutayaeleza muda si mrefu. Wa hiya wajibatun ala al-qawli ar-rajih, nayo ni wajibu kwa kauli yenye nguvu. Wa yushra'u at-tahni'atu bil-Eid, na ni sheria kupongezana katika Eid. Unapokutana Waislamu basi wanapongezana. Mithlu qawli al-muslim li akhihi, mfano Muislamu anaweza akamwambia ndugu yake taqabbalallahu minna wa minkum, anaweza akasema maneno haya kama thabata ani salaf, kama ilivyothibiti kwa wema waliotangulia. Thumma al-iktharu min al-a'mali salihah fi hadha al-yawm, kisha ni sunna kukithirisha kufanya amali njema katika siku hii, siku ambayo alladhi huwa min al-ashri dhil-hijja, ambao ni katika masiku 10 ya Dhulhijja. Tayib, hii ndiyo siku ya nahar, na tumeona ubora wake na matendo gani Muislamu anatakiwa kukithirisha kuyafanya. Lakini tumalizie ukumbusho wetu, fadlu ayami tashriqi wa adabuha, fadla au ubora wa masiku yale ya tashriqi na adabu zake. Ayamu tashriq hiya al-yawm al-hadi 'ashar, yawm tashriq au ayamu tashriq hiya al-yawm al-hadi 'ashar, ni ile siku ya 11, wa thani 'ashar, na siku ya 12, wa thalith 'ashar, na siku 13, min Dhulhijja, katika mwezi huu wa Dhulhijja. Haya ndiyo masiku matatu yanayoitwa ayamu tashriq. Sumiyati bidhalika lianna an-nasa yusharriquna fiha luhuma al-adahi wal hadaya, na yameitwa haya kuwa ni masiku meupe, yani ayamu tashriq. Kwa nini yameitwa ayamu tashriq? Yameitwa masiku haya matatu ayamu tashriq, yani masiku ya kuanika nyama na kusambaza nyama. Kwa nini? Lianna an-nasa yusharriquna fiha luhuma al-adahi wal hadaya, kwa sababu watu wanasambaza na kuziandaa nyama na kuzianika ili zisije zikaharibika, nyama zile za udhiya na zile nyama za hadaya, wale wanyama wanaochinjwa katika ibada ya hija. Au yanshurunaha, au wanazieneza na kuzitandaza. Ndio maana yakaitwa masiku haya ni ayamu tashriq. Wa hiya min al-ayami al-fadila, nayo ni katika masiku bora pia, allati amara Allahu ta'ala ibadahu bidhikrihi fiha, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wamtaje ndani ya masiku hayo. Faqala ta'ala, Allah akasema katika surati al-Baqara aya ya 203, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, wamtaje Allah, mtajeni Allah katika masiku ma'dudat, masiku yenye idadi. Qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari Allah mrehemu anasema, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayyamul ma'dudat ayyamu tashriq, masiku yaliyotajwa katika Qur'ani ayyamu ma'dudat, masiku yenye kuhesabika, ni yale masiku ya tashriq ambayo tumeyaeleza. Wa qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab Allah mrehemu anasema, hadha qawlu Ibn Umar wa aktharu ulama, hii ni kauli ya Ibn Umar, lakini pia na wengi katika wanachuoni wameizungumza kauli hiyo kwamba ayamu
almadudat ni zile ayamu tashriq. Wa hiya ayamu dhikrin, ni masiku ya kumtaja Allah, wa aklin, na ni masiku ya kula, wa shurbin, na ni masiku ya kunywa. An Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema, qauluhu ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Masiku ya tashriq ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayami tashriq taqau baqiyatu a'mali al-hajj, na katika yale masiku ya tashriq ndiyo hupatikana baki ya matendo mengine yanayofanywa katika msimu wa hija, kama vile karami wa tawaf wa ghairi dhalika, kama vile kurembea, kutupa vile vijiwe na kutufu na ibada zingine. Waqad marra annahu yushra'u takbiru ila akhir ayami tashriq, na ilishapita tulitoa maelezo kwamba ni sheria kuleta takbira mpaka mwisho wa yale masiku ya tashriq. Waljahru bihi, pia zidhihirishwe hizo takbira fi turuqati, njiani watu walete takbira, wa baada sala, na baada ya swala, wa ghairi dhalika, na sehemu zingine. Kwa hiyo haya ndio yanayowajibika Muislamu, anapaswa anayetaka khairi ayafanye hayo. La yushra'u siyamu ayami tashriqi illa lilmutamatti' idha lam yajid alhadiya, si sheria kufunga haya masiku ya tashriq, haifai kufunga haya masiku ya tashriq isipokuwa kwa yule ambaye aliyefanya ibada ya tamattu, kwa maana aliyefanya ibada ya umra kisha akafanya ibada ya hija ndani ya miezi hiyo ya hija. Huyu aliyefanya ibada hiyo ambaye amefanya tamattu, huyu anaruhusiwa kufunga, lakini mtu mwingine yoyote haruhusiwi kufunga masiku haya. Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa na utaratibu wa kufunga masiku meupe, kwa hiyo ndani ya masiku haya hawaruhusiwi kufunga. Idha lam yajid alhadiya, ikiwa idha lam yajid alhadiya, yule mutamatti kama hakupata mnyama wa kuchinja, ndio ataruhusiwa kufunga hayo masiku. Ala alqauli arrajih, kwa kauli yenye nguvu, li dhahiri qawlihi ta'ala, tukienda kwa dhahiri ya kauli ya Allah inayosema faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj, suratul Baqara aya 196. Wa qawluhu fil hajj ya'ummu ma qabla yawmi an-nahri wa ma ba'dahu fatadkhulu fihi ayamu tashriq. Pale aliposema Allah faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj, yule ambaye hakupata mnyama wa kumchinja basi afunge siku 3 anapokuwa katika hija. Kwa hiyo kauli ya Allah aliposema fil hajji, kauli hii ya ummu ma qabla yawmin nahar, inakusanya, inaenea katika siku zilizokuwa kabla ya siku ya kuchinja, wa ma ba'dahu, na masiku yaliyokuwa baada ya kuchinja. Manake hapo fatadkhulu fihi ayamu tashriq, ndio yanaingia yale masiku ya tashriqi matatu. Waqad warada an ibn Umar wa Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma, imetoka maelezo kutoka kwa Ibn Umar na kwa Aisha Allah wa iradhi, annahuma qala, wamesema lam yurakhas fi ayami tashriqi an yusamna, hapakuruhusiwa katika masiku ya tashriki kufunga illa liman lam yajid alhadiya, isipokuwa kwa yule ambaye hakupata hadiyo, mnyama wa kumchinja. Wa hadha lahu hukmu rafi'i kama qala ash-Shawkani rahimahullah, na kauli hii ina hukumu ya rafu, kwa maana inanyanyuliwa mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Imamu Shawkani Allah amrehemu. Wa hadha aqwa almadhahib, na hii ndiyo madhehebu yenye nguvu. Wa ayamu tashriq bil idafati ila yawmi an-nahri hiya ayamu dhabhi lil adahi wal hadi ala al arjah, na hizi ayamu tashriq ndiyo kama tulivyoeleza ndiyo siku ambazo
zinatumika kwa ajili ya kuchinja wanyama wa udhiya na wale wanyama wa hadiyu kwa kauli iliyokuwa yenye nguvu. Wallahu aalam. Haya ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kuweza kukumbushana. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alulya an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.